watu ya kimya, lakini hubeba amani. Anko Bujoro, jina lako lina heshima na thamani. Aliposimama katikati ya mawimbi ya maisha, ndoto ya dada yake ikapata mwanga wa kesho. Kila nilichokifanya kilikuwa kwa ajili yetu, lakini hukuthamini hata kidogo. Nipo chini hapo kwa ajili yako. Naomba nisikilize mamangu na unielewe. Bado nakupenda na nakuhitaji sana katika maisha. Ndio mpenzi wangu. Nishakusamehe. Kweli? Ndio. Asante sana. Nikusamehe. Asante sana. Shetani mkubwa. Hivi kwa akili yako kabisa mimi nitakusamehe? Hivi kwa unifanyia mimi yote nitakusamehe kabisa? Katika akili yako kabisa ni usiwaze kuwa ulikuwa na nyaso. Umenielewa? Mwanangu, acha kufosi. Yaani mimi ninavyoona tayari ushazingua. Sasa nikwambie kitu kimoja. Wanawake wanakuwa na tabia hii moja. Mwanamke anaweza kukupenda akawa anakutii, lakini wewe usipoonyesha ile nia kuwa na wewe unampenda, akiamua kukuacha anakuacha mazima. Alafu sasa wanaume huwa tunakaza. So mwanaume analilia mapenzi mwanangu, wewe jao sana. Unaona lilia mapenzi? Odi! Odi! Shikamoo Malazia. Baba, ujambo sai? Ndio, sijambo. Nimemkuta Lazia. Yupo. Radhia. Unaitwa na rafiki yako? Lazia, mwalimu alitugaia zoezi la nyumbani. Nimekuja tufanye pamoja. Vipi, Asma naye anakuja? Sijajua kama anakuja. Basi sasa ngoja nikachukue kitu cha kusomea. Sawa, utanikuta pale.
kanuni hapa sentimita 10 jumlisha hapa sentimita 10 jumlisha sentimita 10 jumlisha sentimita 10. Nakuja kusa kwenye njia 0 jumlisha 0 jumlisha 0 si 0. Haya 2 jumlisha 2 napata ngapi kwa wote? Sentimita 40. Sentimita 40. Unachukua eneo lote lile, unaanza hapa kuweka kwenye ile njia kujumlisha. Mjomba, samani mjomba, naomba uje nisaidie maswali ya shule. Mimi ninachojua kazi za nyumbani ukipewa unapaswa mfanye wenyewe ili ukifika shuleni wakusahihishe. Wewe hiyo kweli, lakini ili swali linatusumbua sana. Tumepata jibu lakini bado hata tujaelewa. Okay. Ni nini mnajifunza hapo? Tunajifunza tafuta mzingo huu wa mraba. Okay. Hapa ni mzingo, sawa eh? Nini? Mzingo. Na mzingo unapaswa ujue maana ya mzingo. Mzingo maana yake ni mzunguko. Yaani tunatafuta urefu wa nje wa umbo husika. Tumeelewana eh? Sasa umbo lenu ni mraba. Mraba tunaita ni square. Pande zake zote zinakuwa zinalingana. Sawa? Ndio. Upande huu ni sawa na huu na huu ni sawa na huu. Hapa kuna sentimita 8 na hapa kuna sentimita 8. Hapa kama kuna sentimita 8 na hapa tena 8. Kwa hiyo pande zake zote zinakuwa na urefu sawa. Kwa hiyo mzingo sawa sawa na sentimita 8 unajumlisha sentimita 8 jumlisha sentimita 8 unajumlisha sentimita 8 ambayo ukijumlisha 8 kujumlisha 8 16 inakuwa sentimita 30 ngapi? 32. Na wakati mwingine unaweza kutumia kanuni. Tunasema kanuni sawa sawa mzingo sawa sawa na urefu mara 4. Pande mmoja mara ngapi? Mara 4. Tumeelewana? Ndio. Mimi nafikiri hapo nitakuwa nimemaliza. Sawa tu. Nikisema eti niwafundishe hayo maswali mwalimu kumbe amewapatia uongo. Asante mjomba. Sawa. Haya, asante. Basi sasa rafiki yangu, tunaendelea na tabia hii ya kushirikiana. Tunavyoendelea kushirikiana hapo tunajijengea hamasa. Sasa darasani walimu wakitoa zoezi tunakuwa tunafanya vizuri. Sawa. Ila naye msisitize Asma naye awe anakuja, tunashirikiana kwa pamoja. Sawa, nitamwambia. Haya. Haya, sawa, bye. Haya. Naona na shule. Bye. Mwanangu, naona umetulia unakula upepo au sio? Mimi mwanangu nimetulia kundini hapa, sio unajua tunavizia bilia. Sasa ndugu yangu mimi nilikuwa na issue moja hapa. Ndio, niambie ndugu. Natamani niingie hapo ila sina uhakika. Vipi, hela ipo kweli au mieyusho? Hela ipo ndugu yangu. Riziki si unajua na toa Mungu. Basi yani niseme tu ushauri wako nimeusikia. Na nitafanya hivyo. Kama wewe unaniaminisha kwamba hela ipo, uhakika. Ndugu yangu ni mtihani lakini mimi naamini kwamba hela ipo. Uhakika kabisa. Sababu kama nimetimiza mkataba miezi 7 bado miezi 3. Nafikiri hapo hela isipati. Yaani nimetimiza miezi 7. Bado miezi 3. Bado miezi 3 na nipo hapa. Shida sio hela. Shida sio miezi. Ngombe. Vipi hapo? Vipi mwanangu? Safi kama Kama kawaida. fresh habari ipo. Mwanangu sana. Wema kabisa. Kwema mwanangu. Maisha Fresh. Oya. Nilikuwa nakutafuta sana. Bwana na habari. Nataka nikupe umbea. Hivi
unajua kwamba anayemzuzua akili mdogo wako ni rafiki yako? Rafiki yangu? Rafiki yako Asa mimi na rafiki tofauti na wewe mwanangu. Rafiki yako Chande. Chande? Chande. Huyo anayemjua mimi Chande? Ndio yeye huyo, hakuna mwingine. Yasi. Sitaki ushahidi. Dada show. Mama, ujambo? Sijambo. Vipi? Safi tu. Naona unaenda kuoga. Kuna sehemu naenda, kuna mahali nataka niende. Na sio nzuri. Kuna issue umekuja kufuatilia na hujaniambia mpaka sasa. Unajua nini dada? Mimi nahisi kinachonichukulia muda ni kwamba bado mimi sio mwenyeji. Mimi nimekuja hapa Dar es Salaam kwa lengo tu la kufanya sanaa. Kuna nyimbo yangu nataka nirekodi, nikimaliza kurekodi nirudi nyumbani. Na laiti kama ningelipata mtu ambaye ana wenyeji kidogo, yamkini akawa anajua kuna studio sehemu kanipeleka, ningepata pa kuanzia. Lakini huyo mtu bado sijampata. Ndogo wangu, hiyo kazi mbona ni ngumu, utaiweza? Imani ninayo dada. Wala sina wasiwasi. Basi sawa. Asante. Wala hamna shida. Haya, basi ngoja mimi nioge mara moja. Nilikuamini kuliko nilivyojiamini, nikakupa nafasi. Kwa mfano siku ile Mafuta, hivi kilitokea kitu gani mpaka ukaongea jana? Eti mke wangu alinibania. Kwa hiyo mama Lazia ananizidi nini labda? Utajua wewe, nimekwambia. Mimi sina maneno mengi, utajua wewe. Ni kile nimekaa napiga simu upokei. Aya, kama wewe mama Lazia wako ni bora basi endelea naye. Sina usemi tena mimi kwako. Hakuna shida. Utajua wewe mama Lazia, sijui nini, utajua wewe. Binti. Nilikuamini kuliko nilivyojiamini.